Kisima cha dhahabu. Miaka mingi iliyopita, kisiwa cha Mwaloni kilijulikana kwa amani yake na bustani za matunda. Lakini katikati ya kisiwa hicho palikuwepo na kisima cha ajabu kilichochimbwa na mababu wa zamani. Kisima hicho kilizungukwa na mawe meusi na katikati yake kulikuwa na alama isiyosomwa na yoyote. Kulingana na wazee wa kisiwa hicho, kisima kilikuwa ni cha siri, lakini kwa miaka mingi kilisahaulika, kikabaki kuwa kivuli cha historia. Wakati mwingine watoto walicheza karibu na kisima hicho, lakini walionywa, usichokoze kisima cha dhahabu, kinaweza kukutoa au kukumeza. Lakini hakukuwa na dhahabu yoyote iliyowahi kuonekana. Watu walidhani ni simulizi za kuwatisha watoto, lakini ndani ya kisima hicho kulikuwa na lango la ajabu linalosubiri kufunguliwa na mtu mwenye moyo mweupe na nia njema. John alikuwa kijana yatima aliyelelewa na bibi yake, Bibi Zarina, mwanamke mwenye hekima na moyo wa dhahabu. Waliishi kwenye kibanda kilichoezekwa kwa mabua pembezoni mwa kijiji hicho. Maisha yao yalikuwa ya shida. John alikuwa akifanya kazi kwa watu mashambani, akibeba kuni na maji, ili mradi apate kipato cha kununua dawa za bibi yake. Mara nyingi usiku, John alikuwa akimwangalia bibi yake, akikohoa kwa uchungu, macho yake yakiwa na uchovu wa miaka na maumivu. Moyoni mwake alitamani kubadili maisha yao, si kwa tamaa bali kwa upendo. Siku moja, bibi yake alimwambia kwa sauti ya chini, John, kisima kile si cha kawaida. Babu aliwahi kuniambia ndani yake kuna zawadi kwa mwenye moyo safi, lakini wengi walishindwa kwa sababu walikuwa na tamaa. Usijaribu kama moyo wako hauko tayari. Maneno yale yalichoma ndani ya moyo wa John kama moto wa taa ya chimli.